Karibu mwana na binti wa Mama Afrika katika kipindi kizuri, kipindi cha simulizi. Na siku ya leo tuna simulizi ya Namoya, kijana ambaye alianguka katika penzi la binti mlokole. Hii ni simulizi ya kweli kabisa inayomhusu kijana huyu kutokea huko jijini Mbeya. Nikumbushe wewe ambaye ndio kwa mara ya kwanza unatufuatilia, basi hakikisha unagusa alama ya subscribe, na hapo juu utaweza kuona linki inayokupeleka moja kwa moja katika sehemu ya kwanza na ya pili, ili nao uweze kuelewa wapi tulikotokea. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya 3 na mimi ni msimuliaji wako. Naitwa Paul Mokiusa. Asante sana kwa kuwa nami mwanzo mpaka dakika hii. Tunaendelea mbele kabisa ya simulizi yetu. Nilizidi kumtafuta Queen. Nikazidi kumpigia siku hadi siku. Lakini sikuamini ile siku ya 7 Queen ambapo nilimweleza kwamba akate simu kama ameshanielewa katika yote. Ni kweli msichana mrembo alikata simu yangu. Hapo nikaamini kwamba Queen alikuwa akinisikia kwa yote nilikuwa nikiyazungumza mwanzoni. Na sikuwa na shaka yote kwamba huenda angelikuwa ni mtu mwingine tofauti, au labda kama nilikuwa nimekosea namba. Sikuwa na shaka juu ya hilo. Hakika nilijiamini kwamba alikuwa ni Queen yule anayepokea simu ile. Moyo wangu ukajawa na furaha sana nikiona kwamba nimepiga hatua moja katika maisha yangu, hata kusikilizwa na msichana mrembo kama yule, nikiwa siamini kabisa kama nimepata fursa hiyo ya kipekee katika maisha. Ikawa kesho yake ni siku ya 8, nikanyanyua simu yangu nikamtafuta tena Queen. Siku ya leo ilikuwa ni tofauti, kwani nituma shilingi 2000, alafu nikamwambia kwamba nipigie. Baada ya dakika 5 mbele hivi simu yangu ikawa imeita. Nikapokea nikiwa nasubiria tu angalau aanze kwa kusema neno haro, lakini hakuna alichoweza kukizungumza. Kama kawaida yake akawa yuko kimya msichana huyu. Sikuwahi kuisikia sauti yake kutoka naanza mawasiliano kwa kipindi cha siku 8 mfululizo, mpaka siku ambayo hata yeye mwenyewe aliponipigia bado sikuisikia sauti yake. Nikaendelea kuongea yale ambayo yalikuwa ndani ya mtima wangu. Nikamweleza Queen, kama ningekuwa na uwezo wa kuruhusu moyo wangu kueleza kile ulicho nacho, basi moyo wangu wenyewe ungeeleza juu ya namna ambavyo nimetokea kuvutiwa na wewe, na si katika hali ya matamanio, bali hata kufunga hatima ya maisha pamoja na wewe. Ni msichana wa kipekee uliotengeneza msisimko ndani ya moyo wangu, msisimko ambao sijapata kusikia kabla nilipozaliwa mpaka leo hii. Nikaeleza kwamba Queen, kama ningelipata nafasi hiyo ya kipekee, ningelikufanyia chochote unachostahili katika ulimwengu huu, na kama mwanaume ningepambana kwa ajili yako. Nikamwomba sana azungumze hata neno moja, lakini Queen hakuzungumza jambo lolote lile. Queen, unanisikia? Lakini bado kuna ukimya mkubwa sana ambao ulikuwa unaendelea kutawala pale. Ni siku ya 8, kumbuka. Nikamwambia basi sawa, kama umenisikia kwa hayo yote niliyokueleza, basi naomba ukate simu. Mimi nimeishia hapo. Nikutakie wakati mwema, lakini pia nikutakie majukumu mema ya asubuhi. Kama kawaida yake Queen akakata simu. Binafsi ilinivunja moyo sana hii siku ya 8, japo sikukata tamaa na wala sikuwa na dalili yoyote ya kukata tamaa kwa habari ya Queen. Zaidi ni kwamba nikamtafuta rafiki yangu. Alikuwa anaitwa Kilosa, alikuwa ni fundi kuchomelea maeneo ya Nzovwe, mkabala tuna kituo cha daladala ya Nzovwe pale Mbeya. Nikamwelekeza juu ya yote anayopitia, kwa maana ya madhila anayopitia. Nikamwelekeza basi jambo ambalo yeye alinishauri, akaniambia kwamba kuna uwezekano msichana huyo simu yake ikawa inasumbua maiki. Kwa hiyo anashindwa kukujibu, lakini anakusikia, na ndio maana ukimwambia kata simu huwa anakata. Nikamwambia sawa, kama shida ni maiki inayosumbua, ndio asijibu hata message. Hapo Kilosa akabaki anavuta pumzi ndani. Sasa message tena asijibu. Akacheka akasema, huenda ukakuta hajui kusoma bana.
Nikabaki na shangaa. Nikasema sawa, kama hajui kusoma, mbona nikimtumia pesa na nikimwambia anipigie huwa anapiga? Ile message anaisomaje somaje? Kama anaweza kupiga nikiwa nimemwandikia message kwa anipigie. Basi hilo nalo likamwachia maswali bwana Kilosa, akabaki anashangaa. Ila inaweza ikawa kweli bana, au kuna changamoto nyingine, au labda huenda yeye analizika tu kusikia sauti yako, basi tu ndio hiyo inampa furaha, au anakuenjoy tu, au hiyo namba ulikuwa umekosea. Labda kuna mshikaji tu amejikuta kwamba hapo ndo pa kupatia mapato. Mwamba anajiokotea maokoto. Umesema kila siku ulikuwa unatuma 1000. Huenda kuna mwamba anajipatia mapato yake kila siku. Akacheka. Japokuwa alikuwa akizungumza katika hali ya masiala, mimi kwangu iliingia mpaka kwa mtima. Nilianza kuhisi kana kwamba huenda ikawa ni kweli nilikosea namba moja katika zile namba. Sasa nitahakikishaje kwamba nilifanya makosa ama nilikosea ama kwa kuna shida yote ile? Nikawaza kwamba kwa nini situmie namba ngeni kumtafuta, alafu nimsikie kupitia namba hiyo atazungumza nini. Jibu la haraka ikawa ni kutumia namba hiyo rafiki yangu Kilosa. Basi tukampigia. Simu ikaita, akaipokea. Baada ya kuipokea simu ile, hakuzungumza jambo lolote lile. Rafiki yangu akaeleza, "Hey, hello, mambo?" Akawa kimya. "Hey, Queen, vipi?" Akawa amekaa kimya. Basi tukaamini kwamba huenda changamoto ikawa ndio hiyo. Basi Kilosa bana akakata simu. Mwisho wa siku akaniambia, "Bana, huenda huyu simu yake inasumbua upande wa mic." Lakini baada ya kukata simu ile, ikaingia SMS. Nakumbuka namba yake ilikuwa inaishia 23 mwishoni. Ikaingia SMS. Akasema, "Bana, kuna message imeingia." Kuja kucheki, namba imeishia 23, namba ile ile ya Queen. Akawa ameandika, "Nani mwenzangu?" Ni kama mshale ulikuwa umeingia ndani ya mtima wangu. Queen ambaye hajawahi kujibu message yoyote ile kutokea kwangu hata siku moja, na kila siku nampigia hajawahi kuzungumza jambo lolote lile. Lakini mtu baki leo anamtafuta, anamjibu tena anamwandikia message, "Nani mwenzangu?" Jamaa akaandika, "Mimi naitwa Kilosa." Akaambia, "Kilosa wapi?" Akamwambia, "Mimi Kilosa niko jirani na kanisa leno la Kisabato huku." Akamwambia, "Asante, ulikuwa na shida gani?" Akasema, "Hapana, nilikuwa nakusalimia tu." "Kwani tunafahamiana?" Akasema, "Mimi nakufahamu lakini wewe unifahamu." Akasema, "Sawa, nashukuru." Akakata simu. Akawa amekata yale maongezi, kwa maana maongezi ya kwa njia ya SMS ile. Hasa mimi usika ambaye kila siku natuma vocha, hanijibu message wala apokei simu zangu. Lakini huyu ambaye hata vocha amtumii, amemjaribu kwa siku moja tu akawa amejibu. Ni kaizidi kunichanganya kabisa lile jambo lile. Nikamwacha Kilosa rafiki yangu, nikaondoka moja kwa moja mpaka nyumbani. Sielewi kwa nini tu nikajikuta natoka na machozi. Sikuamini haya yote yanayoendelea. Ni kwa nini msichana huyu ananifanyia hivi? Ikiwa tayari nishamueleza mimi ni nani, na nikamueleza kabisa kwamba mimi ndio yule ambaye aliweza kunishuhudia siku ile katika ile sherehe, nikaona labda huenda kuvutiwa na mimi hata kidogo, na wala hana interest na mimi. Kwa sababu kama angekuwa nijui labda, lakini ananifahamu na nimejieleza pale. Kwa nini sasa afanye hivyo? Kwa nini ajibu? Ilinivunja moyo sana. Bado sikukata tamaa. Niliendelea na utaratibu huo wa kumpigia kila siku pasipo mtu huyu kutoa sauti wala mguno wote ule. Kila siku tunaongea, na ninapomwambia kati simu huwa anakata. Huwezi kuamini kaenda mtindo huo kwa zaidi ya mwezi mmoja na siku kama 15 hivi. Sasa kama ilivyo kwa kawaida ya binadamu, wanakuchoka, binadamu wanachoka, binadamu tunachoka wakati fulani hivi. Nikajikuta tu nina uchovu ambao hauelezeki. Nikaona ni bora nika move on, nikaendelea kufanya kazi zangu. Kama imeandikwa ipo basi ipo tu, lakini kama haipo haipo. Lakini sio kumpigia mtu kila siku simu anapokea, naongea peke yangu, na mwisho wa maongezi namwambia kata simu anakata. Hata kama ninafarijika kufanya hayo, lakini ikafika stage nikaona kwamba
Nimefanya kadri ninavyoweza. Zaidi ya mwezi 1.5 ni parefu sana. Na karibia kila siku namtumia vocha ya shilingi 1000. Na bado hajawahi kunipigia hata siku moja. Nikakata simu, lakini kwikwi ya kilio ikiwa imeambatana nami. Nikajiuliza nimemkosea nini Mungu katika dunia hii? Kama nikimkosa msichana huyu, basi nimekosa vyote. Nikaanza mazoezi ya kuvumilia, mazoezi ya uvumilivu. Inapita siku moja simtafuti wala simpigi simu. Inapita siku nyingine simtafuti wala simpigi simu. Nikatafuta hata michezo ya kwenye kompyuta kwa maana ya magame. Nikaanza kujifunza kuyacheza, lakini bado kumbukizi juu ya msichana huyu zikaendelea kuwako katika akili yangu. Sijui alinipa nini. Siku na siku zikapita. Sasa ni miezi 2. Hanitafuti. Basi bwana, nikamini kwamba haikuwa fungu langu. Sikuandikiwa, hakunipenda, hakuvutiwa na mimi. Hii ikawa ni siku ya miujiza kwenye maisha yangu yote, sitapata kuisahau. Siku ambayo niliona namba iliyoishia na 23 ikiita katika simu yangu. Nikapokea simu ile. Ile sauti nilipoisikia ikisema hello, basi ilipenya mpaka ndani ya mtima wangu na kuniacha nikiwa nimeduaa macho yangu, hata nisiamini kuwa ninayemsikia ni yule Queen ambaye nilimuona kwa siku moja tu, naye akabadili kila kitu katika historia ya maisha yangu. Nilitikia nikiwa naogopa. Hello Queen. Akasema usiogope. Wanaendeleaje lakini? Nikamwambia anaendelea vizuri. Vipi leo Jumamosi hujaenda kanisani? Anasema ndio sijaenda. Nikamwambia kwa nini?